42.3 sio fedha ndogo, na nilivyosema awali kwenye sentence yangu ya kwanza ni kwamba mahakama haifanyi biashara. Kwa hiyo mkiona vyote hivi vinavyoelezea, kwa kweli ukiona vielea vimeundwa na aliyeunda ni serikali, kwa sababu ndio wanaotupa fedha. Mahakama inawezesha biashara, haifanyi biashara. Na unapokuwa na serikali sikivu inayotambua umuhimu wa kuwezesha majaji kuwa na makazi ni jambo jema. Kwa sasa tunawaza changamoto hii ya makazi kwa Dodoma imeisha kabisa. Sasa tunawaza pia Dar es Salaam, kwa sababu bado zile divisheni 4 zinabaki Dar es Salaam, lakini vile vile wapo majaji wataendelea kubaki Dar es Salaam. Tunafikiri namna ya kuweza kujenga pia jengo lingine pale Dodoma, Dar es Salaam, kwa sababu tuna kiwanja kizuri pale mjini kabisa, ambapo kama ni jaji kuendesha gari dakika 5 anakuwa ameshafika ofisini. Na tayari tushapata kwa fedha za mwaka huu wa fedha, tumeshatumia fedha kidogo kujibana. Kwa hiyo mkandarasi wa usanifu anaitwa consultant wa design amesha design jengo lile, na tutegemea iwe kama block moja ya hili lopo Dodoma, tukaliweke pale Dar es Salaam, ili nako kule tusahau masuala ya changamoto ya makazi. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania, ni vyema kufahamu kwamba kazi hii ya kutoa haki sio nyepesi, sio sawasawa na kulima mtaro na kupanda mboga. Ni kazi inayohitaji utulivu wa hali ya juu. Kwa hiyo swala la makazi kwa sisi viongozi wa mahakama, kwa majaji wetu ni kipaumbele, na hata baadaye kwa mheshimiwa mahakimu ni kipaumbele. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam napo tunafikiria, lakini usanifu tayari, na pengine inaweza kugharimu kama bilioni 22, tukapata block moja pale, tukaweza kupata nyumba zingine 20 kama au 24, na tukaondokana na tatizo hilo. Mradi wa mwisho ambao ningependa kuzungumzia au jengo ambalo litazinduliwa ni hili ambalo tupo ndani yake, makao makuu ya mahakama ya Tanzania. Jengo hili historia yake imeanza mbali kidogo. Fikra zake zilianza mwaka 2012, kipindi cha awamu ya 4 ya Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Ndipo walipoanza kufikiri kwamba tuna haja ya kujenga makao makuu ya mahakama. Na wakati huo, kwa vile fikra hazikuwa zimekamilika kuhamia Dodoma, wazo la kwanza ilikuwa lijengwe Dar es Salaam. Lakini baadaye uamuzi wa kuhamia Dodoma ulipokuja kufanyika mwaka 2017, basi ndipo wazo hilo likahamishwa, na sasa jengo hili likaja kujengwa Dodoma. Usanifu wa jengo hili umefanyika na kampuni ya Aquis Architect and Interior Design. CEO wake ni architect Peter Lazaro, akisaidiwa na wataalamu wengine wa usanifu na wafahamu zaidi wawili, akiwepo Rose na Queen. Naamini siku ya zilizo takuwepo. Wameshiriki sana katika kubuni, kusaidiana na architect Lazaro jinsi gani jengo hili lifanane. Usanifu wa jengo hili, kama mmefanikiwa kuona, ni alama ya nyota, yani star. Ina mbawa 3. Bawa la kwanza ni mahakama kuu, bawa la pili mahakama ya rufani, bawa la 3 ni mahakama ya upeo au Supreme Court. Ile mahakama ya upeo kwenye katiba bado haipo, lakini kwa historia niliyoipata ni kwamba aliyekuwa mtendaji mkuu wa mahakama wakati huo, Mheshimiwa Balozi Hussein Athman Katanga, alielekeza Aquis Architect waweke na bawa hilo la mahakama upeo, ili siku ya siku, miaka tusijua, bunge likija kuamua na serikali ikaridhia kwamba tuwe na mahakama ya upeo, jengo liwepo na samani ziwepo, furniture. Na ndicho kilichotokea, kwamba sasa jengo lipo, furniture zipo za kisasa. Ni maono ya kimkakati, strategic planning, kwamba unajenga kitu kwa ajili ya siku zijazo, sio kuwa mchoyo kwamba una binafsi kwamba ufanye tu ya sasa hivi. Sasa katika zile mbawa 3,
kampuni hii au taasisi ya design Acquis Architect wakasema hizi mbao tatu tutaziunganisha, alafu katikati tuwe na jengo la utawala. Na ndicho kilichofanyika. Kwa hiyo hakuna kilichopotea. Kwa hiyo badala ya kujenga jengo lingine katikati hapo, mnaona kuna dome kule juu. Basi ni kuunganisha hizi mbao tatu na jengo hili likapatikana. Gharama ya jengo hili ni bilioni 129.7. Narudia, bilioni 129.7. Gharama za ujenzi, maana yake materials, na gharama za kitaalam ni bilioni 110. Kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, ni bilioni 19.7. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni mradi pia ambao umechangia kwenye masuala ya kodi. Lakini jengo hili lina sakafu 9. Ina basement ambayo ni underground, ina ground floor, ina elevated floor na sakafu zingine 6. Kwa hiyo 6 jumlisha 3 unapata sakafu 9. Jengo hili lina sifa 3 za kipekee. Hizo ni za muhimu sana. Sifa ya pekee ya kwanza ni kwamba jengo hili, fedha zilizotumika kujenga ni fedha za walipa kodi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna mkopo hata senti moja katika ujenzi, acha vifaa, ujenzi hakuna. Ni maana nisema haya, msimkachanganya ule ujenzi wa IJCs, mkopo wa gharama nafuu kutoka Benki ya Dunia, na ujenzi wa jengo hili. Jengo hili sio sehemu ya ujenzi wa jengo hili, sio sehemu ya mkopo ule. Kwa hiyo ni fedha za ndani. Ni heshima kubwa sana kwa serikali kufanya jambo kama hili. Na ukizingatia mahakama nayo haijawahi kuwa na jengo lake la makao makuu toka nchi imepata uhuru na hata kabla ya uhuru. Jengo tunalotumia sasa pale Dar es Salaam lililokuwa linatumika, ambalo lilianza kutumika mwaka 1902 kwa matumizi mengine, ndipo likaja kutumika kama makao makuu ya mahakama, haikuwa imejengwa kwa maana ya makao makuu ya mahakama. Hili ndilo jengo ambalo kwa kweli serikali itajivunia, na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kweli atakuwa ameandika historia kubwa sana kufanikisha jambo hili kubwa na la msingi sana. Lakini sifa nyingine ya pili ni kwamba ina miundo mbinu ya kisasa sana ya TEHAMA. Kama mnavyofahamu, mahakama tayari imeanza kutumia akili unde. Akili unde kwa lugha ya Kiingereza ni artificial intelligence. Wengine wanasema akili bandia, lakini niliwahi kumsikia pia Mheshimiwa Rais akisema akili bandia sasa hiyo inaonekana kama ni kitu fake. Kwa hiyo akili unde ndio Kiswahili sahihi. Na katika mifumo tulionayo tuna Judiciary Situation Room ambayo ipo basement pale, niliwaambia ni ya pili kwa ubora wa mitambo iliyopo duniani. Lakini vile vile jengo hili limeunganishwa na mifumo mingine mahakama zetu zote nchini. Tunaweza kuona nini kinatokea kwenye real time. Kwa hiyo ina miundombinu ya kisasa sana na mifumo mingine ya kiusalama na kadhalika. Na ubora wa ujenzi kwamba jengo limejengwa likae miaka 100. Lakini pia msahau jengo hili pia imewekewa provision sehemu ya helikopta kutua, inaitwa helipad kwa lugha ya kihandisi. Kwa hiyo kati ya jengo la Tume ya Utumishi wa Mahakama na jengo hili kuna base pale ambayo helikopta inaweza katua pale. Maana yake sasa tuna mobile courts, lakini huwezi kujua tuna ndoto kule mbele tuwe na flying courts, kwamba iwepo court ambayo inaweza ikaruka ikapaa na ikatua Sumbawanga, ikatua Nkasi, ikatua Kagera, majaji wakafanya shughuli pale na wakarudi hapa siku hiyo wakatua kwenye base na kazi ikaendelea. Hilo ndilo jengo la makao makuu ya mahakama ya Tanzania. Nashukuru kwamba hata waandishi wa habari mnashangaa, hiyo ni Tanzania, hiyo ndio Tanzania. Na ndio serikali ya awamu ya 6 imehakikisha hayo yanafanyika. Lakini umaarufu wake nimeona niweke wa mwisho kutokana na uzito wake. Nataka sasa niwape global ranking. Global ranking sasa ni ulinganishwaji wa kidunia. Jengo
kwa maana ya inaitwa gross surface area. Ukichukua sakafu hizo ukazijumlisha zile 9 nilizowaambia, kila sakafu ni square mita 8,100. Lakini jengo hili ukijumlisha sakafu zake ni square mita 63,244. Andikeni vizuri. 63,244. Ukijumlisha zote unapata hiyo. Sasa ukichukua ile gross surface area, jengo la kwanza kwa maana ya makao makuu ya mahakama duniani liko bara la Asia. Lina square mita 1,000, square mita 147,000. Ndilo la kwanza. Lakini la pili, la tatu, la 4, la 5 na la 6 yako bara la Ulaya. Sasa niko kwenye lile jengo la 6 kwa sasa, kabla ya Jumamosi, kabla ya uzinduzi wa jengo hili. Lipo Ulaya, lina gross floor surface area square mita 53,450. Square mita 53,450. Kwa sasa liko Ulaya. Maana yake nini? Niliwatangulia kuambia gross surface area ya jengo letu ni square mita 63,244. Maana yake kuanzia Jumamosi, mara rais atakapozindua jengo hili sasa ndilo litakuwa jengo la 6 kwa ukubwa, kwa maana ya makao makuu ya mahakama duniani, na litakuwa la kwanza barani Afrika. Narudia, litakuwa la kwanza barani Afrika kwa ukubwa, kwa maana ya makao makuu ya mahakama, na litakuwa la 6 kwa ukubwa, kwa maana ya makao makuu ya mahakama duniani.